Bwana Yesu asifiwe. Basi leo ni siku nyingine njema tena baada ya kufufuka kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Tunaendelea kujifunza neno la Mungu, ambalo neno hilo litaendelea kukutoa mahali fulani kwenda mahali pengine. Ni neno zuri sana linalohusu imani, maana Biblia inasema kwamba pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Naomba tuombe. Baba, katika jina la Yesu, naomba ulithibitishe Roho Mtakatifu neno lako linalohusiana na imani. Na Mungu, kwa kila atakayesikia sauti hii, wewe ukamtembelee popote alipo, awe yuko kitandani, awe yupo wakati huu Bwana amekaa sebleni, awe kwenye kazi, awe anaendesha gari, awe anafanya jambo lolote. Mungu, atakaposikia sauti hii, wewe ukakutane naye katika jina la Yesu Kristo, na Roho Mtakatifu ukalithibitishe neno lake. Amen. Katika somo hili ambalo Mungu ametupa, tutaenda kuangalia msingi wetu, tutaujenga katika kitabu cha Waebrania mlango ule wa 11. Waebrania mlango wa 11 na mstari ule wa kwanza. Neno la Mungu linasema, basi imani ni kuwa na uhakika na mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Imani ni kuwa na uhakika na mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Tumeona hapa kati tulikuwa tukizungumza habari za kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo, lakini ndani yake kuna watu ambao walikuwa ni wakaribu sana na Yesu, ambao ni wanafunzi wa Yesu Kristo. Katika ile Marko mlango ule wa 16, ukisoma Marko mlango wa 16 utaona katika ule mstari ambao pale umeainisha kwenye Biblia wa 14, wanafunzi walipokuwa wamejifungia ndani, wamekata tamaa, wakijua kwamba Kristo basi tena amekufa, tumaini lao halipo. Ndipo Yesu anawatokea wanafunzi wake, alafu alipowatokea, jambo la kwanza kabisa akawakemea. Kwa nini aliwakemea? Kwa nini aliwafokea? Kwa nini aliwakaripia? Biblia inasema kwamba aliwakemea kwa sababu ya kutokuamini kwao na ugumu wa mioyo yao, kwenye hiyo Marko mlango wa 16 mstari wa 14. Na Yesu aliwakemea kwa sababu alikaa nao takribani ndani ya miaka 3.5 akiwafundisha juu ya misingi ya neno la Mungu, akiwapitisha maeneo mbalimbali. Wanafunzi walishuhudia matendo makuu ambayo Kristo ameyafanya. Hata mengine kwenye Biblia haya hayajaandikwa, lakini wanafunzi walishuhudia mambo mengi, akiwafufua wafu, akilisha watu zaidi ya 5,000, akiwaponya watu wenye ukoma, akiwaponya vipofu, akifanya miujiza mingi. Wanafunzi walishuhudia. Lakini kila iitopo leo, Yesu alikuwa akiwaeleza kwamba imempasa kutiwa mikononi mwa wenye dhambi na kufa, na siku ya 3 kufufuka kutoka kwa wafu. Ndipo lile neno lilipotimia, wanafunzi wakakimbia wakajifungia. Ile siku ya 3 ilipofika ya kufufuka katika wafu, wanatokewa malaika na Magdalena wanaambia hayupo, amefufuka. Wanatokewa wale wana waliokuwa wakienda katika kile kijiji cha Emau, wale watu wawili wanakuja kwa Yesu na kueleza, tumemuona kwa macho yetu. Bado wanafunzi hawakuamini, bado wanafunzi hawakusadiki. Hata ikafika mahali Kristo akazungumza. Ukisoma katika Yohana hiyo mlango wa 20 mstari wa 29, anamwambia Tomaso miongoni mwa wale wanafunzi, wewe umesadiki kwa kuwa umeona, lakini wanaheri wale wanaosadiki pasipo kuona. Wewe na mimi hatujawahi kumwona Kristo katika macho ya nyama, lakini Yesu anasema tuna heri sisi tunaoamini pasipo kuona. Na ndipo katika kitabu hiki cha Waebrania anaeleza vizuri
kuhusu habari ya imani. Anasema basi imani ni kuwa na uhakika na mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Manake nina uhakika hata kama macho ya damu hayaoni, lakini nina uhakika. Kama nilivyosikia habari za kufufuka katika wafu Kristo, nina uhakika kwamba Kristo amefufuka, hata kama macho hayajawahi kumshuhudia Kristo, lakini kwa uhakika huo Mungu anafanya mambo makuu kwenye maisha yetu. Anasema ni kuwa na uhakika na mambo yatarajiwayo. Na mambo yatarajiwayo kwa maana gani? Inawezekana kuna mambo ambayo unayapeleka mbele za Mungu ukihitaji Mungu ayafanye katika maisha yako, ayafanye katika familia yako, ayafanye katika watoto wako. Inawezekana unapeleka mambo mbele za Mungu yanayohusiana na uchumi wako, unataka Mungu aweze kufanya. Unapopeleka na kusimama sawasawa na neno la Mungu, Biblia inasema kwamba anahitaji imani. Anahitaji imani, na anasema imani hiyo unakuwa na uhakika, unakuwa na ujasiri, unakuwa na confidence kwamba hiki nilichokiomba Mungu amefanya, na uhakika huo utadhihirishwa katika vitendo. Kama umeomba kazi, utaanza kuapply kwenye makampuni mbalimbali, ukionyesha CV zako, ukijua Mungu anaenda kufanya. Kama umefanya mchakato wa jambo lolote lile, utaanza kuchukua hatua ambayo inadhihirisha kwamba huyu kweli ana uhakika wa hiki kitu alichokiomba, na ule uhakika utakusaidia kuvifanya vile vitu kuwa dhahiri. Maana hakuna lolote linalomshinda Mungu. Chochote ambacho nakiomba sawasawa na neno la Mungu kinaumbika katika ulimwengu wa roho, lakini ndani ya ulimwengu wa roho, ili ikidhihirike katika ulimwengu wa mwili, kinahitajika imani. Kuhusu uponyaji, Mungu alishatamka kipo. Kuhusu kuwekwa huru, kuhusu kufunguliwa, kuinuliwa kiuchumi, Mungu alishatamka kwenye neno lake. Kuhusu ulinzi, Mungu alishatamka kwenye neno lake. Lakini ili viwe dhahiri kwenye maisha yako, vinahitaji mkono wa imani, ili uweze kuvivuta vile vitu kutoka katika ulimwengu wa roho na kuwa dhahiri katika ulimwengu wa mwili. Bwana Yesu asifiwe. Niseme ndugu yangu mpendwa, ya kwamba Mungu anahitaji sana imani yako ili aweze kufanya mambo makuu. Na ukisoma kwenye Waibrania mlango wa 10 mstari ule wa 38, anasema lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisitasita, roho yangu haina furaha naye. Maanake maisha tunayoishi hapa duniani, kila iitwapo leo, Mungu anatuhitaji tuishi kwa imani. Unapoenda shamba kulima, mtangulize Mungu, alafu tengeneza imani juu ya kila unachoenda kukifanya. Hata kama macho ya damu na nyama yanakuonyesha ugumu, lakini ukimwamini Mungu anaweza kufanya mambo makubwa. Wakati mwingine Mungu anaweza kawa anasema na wewe kwamba Bwana, hebu fanya jambo fulani, hebu hiki kipindi tafuta, hebu lima labda zao fulani, lakini kwenye mazungumzo tu ukakutana na mtu mwingine, ukakutana kwambia, we bwana, hilo zao hiki kipindi ndo wanalima wengi, wala halitaweza kukutoa kwenye maisha yako. Kama una uhakika hiyo sauti ya ndani na ndani mwako unasikia amani, hebu tengeneza imani, na utashangaa hata kama jambo hilo hilo wanalifanya wengi, lakini la kwako, kwa kuwa umelibeba kwa imani ya kumtazama Kristo aliyefufuka katika wafu, utashangaa hilo jambo wewe linakutoa na Mungu anakufikisha pale ambapo anahitaji uwe. Kwenye Waebrania hiyo hiyo mlango wa 11 na mstari ule wa 6, anasema lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu, maana kila amwendeaye Mungu sharti yaamini ya kwamba yeye yupo na kwamba huwapa thawabu wale wamtafuta. Wakati huu tunaenda kumwendea Mungu sasa, pamoja na wewe unayenisikiliza, unayeniangalia, popote pale ulipo, tunaenda kumwendea Mungu kwa imani. Amini ya kwamba anaenda kukupa kile ambacho unakihitaji. Inawezekana umeomba huko na kule, inawezekana unaniangalia mimi, hebu muangalie Kristo.
maana mimi nipo hapa ambaye ninamwakilisha Kristo kwa njia ya imani. Hebu mwamini huyo, atakutana na mahitaji yako. Basi na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu, ninakushukuru kwa ajili ya neno hili. Sihitaji mimi kuonekana, ila wewe uonekane, ukajidhihirishe katika neno lako. Na umesema katika neno lako, naliangalia neno lako upate kulitimiza. Wapo watu mbalimbali ambao wananisikia, wanaosikia sauti hii. Ninaomba neno lako kalitimize kwenye maisha yao. Neno lako kalitimize kwenye uchumi wao. Neno lako kalitimize kwenye ndoa zao. Baba, kutana na mahitaji ya watu walio wagonjwa. Mungu, ukawaponye katika jina la Yesu Kristo. Walio wadhaifu, kwa kupigwa kwako wewe Yesu sisi tumepona, wakapokea uponyaji. Wenye shida, wanaoonewa na yule adui, tunaamuru kila nguvu zote zilizo kinyume na mapenzi ya Mungu juu ya maisha yako, juu ya mwili wako, juu ya ndoa yako, juu ya kazi yako, juu ya uchumi wako, juu ya biashara yako, tunaifunga na kuitupa mbali kabisa na wewe katika jina la Yesu Kristo. Tunaachilia neema ya kufunguliwa, neema ya kuinuliwa, neema ya kuponywa, neema ya kutoa hatua moja kwenda hatua nyingine katika jina la Yesu Kristo. Nami ninakuomba wewe unayenisikia, nyosha mkono wako sasa wa imani, ili upokee hivi vitu ambavyo Mungu anaenda kuviachilia kutoka katika ulimwengu wa roho na kudhihirika katika ulimwengu wa mwili, kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi. Amen.